Katika moja ya vidonge vya Baha'u'llah anasema kwamba kuna vikwazo vitatu kati ya mwanadamu na Mungu. Anawahimiza waumini kupita kuliko hawa ili waweze kupata uwepo wake. Kizuizi cha kwanza ni kushikamana na mambo ya ulimwengu huu. Ya pili ni kushikamana na tuzo za ulimwengu ujao, na ya tatu ni kushikamana na ufalme wa majina. Muumini anashikamana na mambo ya ulimwengu huu wakati anaruhusu maslahi yake ya kimwili, kiakili na ubinafsi kuchukua kipaumbele juu ya maslahi ya njia ya Mungu. Hii haimaanishi kwamba lazima aache maslahi yake binafsi, bali kuyatumia katika kukuza shughuli zake za kiroho na sio kuruhusu mambo ya kidunia yaje katika yake na Mungu. Kwa kuwa kushikamana na ulimwengu huu ni kizuizi kikubwa ambacho kinamzuia mwanadamu kutimiza sehemu yake katika agano la Mungu. Baha'u'llah na Abdul Baha wamewahimiza wafuasi wao katika vidonge vyao vingi kutengwa na tamaa za dunia, badala yake wamgeukie Mungu na kutii amri zake. Enyi waja wangu, je, mngeweza kukamata kwa maajabu ya ukarimu wangu na fadhila niliyotaka kuzikabidhi nafsi zenu? Mngependa ukweli, jiondoeni na kushikamana na vitu vyote vilivyoumbwa na mtapata ujuzi na ukweli wa nafsi zenu wenyewe, maarifa ambayo ni sawa na ufahamu kwa kiumbe changu. Mngejikuta huru kutoka kwa wengine wote isipokuwa mimi, na mngetambua kwa jicho lenu la ndani la nje na kama dhihirisho, kama ufunuo wa jina langu la Afurjen, bahari ya fadhili na fadhila zangu zinazosonga ndani yenu. Usikubali fancies yako ya uvivu, tamaa zako mbaya, uaminifu wako na upovu wa moyo ili kupunguza tamaa au doa utakatifu wa kituo cha juu sana. Nyinyi ni kama ndege apandaye kwa nguvu kamili ya mabawa yake makuu na kwa ujasiri kamili na furaha na kwa njia ya ukuu wa mbingu mpaka kusukumwa ili kukidhi njaa yake, inageuka kwa hamu na kwa maji na udongo wa dunia chini yake. Na baada ya kuingizwa katika matunda ya tamaa yake, inajikuta haina uwezo wa kuendelea na safari yake ya kwenda kwenye maeneo ambayo ilikuja. Bila nguvu ya kutikisa mzigo unaopima mabawa yake ya shulei, ndege hiyo ambaye ni mfungo wa mbinguni sasa analazimika kutafuta makao juu ya vumbi. Kwa hiyo enyi waja wangu, msitie unajisi mbawa zenu kwa udongo wa ukaidi na tamaa za bure, na msikubali kuchafuliwa na mavumbi ya wivu na chuki, ili msizuiliwe kupanda mbinguni kwa ujuzi wangu wa kimungu. Dhana hii, kutengwa na vitu vya kimwili, mara nyingi hueleweka vibaya na inachukuliwa kumaanisha kukataa ulimwengu. Watu wengi wanafikiri kwamba njia ya kujitenga ni kujifungia mbali katika monasteri na kuongeza maisha ya ascetic au kuishi kama mtu
wa kawaida asiyejali mambo ya kibinafsi na majukumu. Hakuna hata moja ya mazoea haya yanayoambatana na mafundisho ya Bahá'u'lláh katika kibao chake cha pili na Napoleon wa tatu. Bahá'u'lláh akiwahutubia watawa wa Kikristo na waonya kwamba kwa maneno haya: kankas ya matawa, msijitenge katika makanisa na wahuni. Njooni kwa idhini yangu, mkajishughulishe na yale yatakayofaidhi nafsi zenu, roho zenu na za watu, roho za watu. Hivyo ndivyo kuamurisha mfalme wa siku ya hisabu: jitenge katika ngome ya upendo wangu. Hakika haya ni mazingatio ya kubembeleza. Laiti kuwa nyinyi mnaliona anayejifungia mwenyewe katika nyumba ni kama mtu aliyekufa. Mwanadamu ataonyesha kile ambacho kitafaidi vitu vyote vilivyoumbwa, na yule asiyezaa matunda hayafai kwa mtoto. Namna hivi ndivyo kunasihini Mola wenu mlezi, na hakika yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Ingieni katika ndoa, ili baada ya wewe mtu awezaye kujaza nafsi yako na tumekatazeni vitendo viovu, wala si vile vinavyoonyesha uaminifu. Kiambatisho cha ulimwengu huu kinaweza kuelezewa kama kitu chochote ambacho kinakuwa kizuizi kati ya Mungu na mwanadamu. Kumnyima mtu huyo kutoka karibu na Muumba wake ni wazi kutokana na maandiko ya Bahá'u'lláh kwamba Mungu ameumba ulimwengu huu kwa ajili ya mwanadamu pekee. Kwa mfano, katika maneno yaliyofichwa, Bahá'u'lláh anatangaza: ewe mwana wa vumbi, yote yaliyomo mbinguni na duniani nimekuwekea isipokuwa moyo wa mwanadamu. Hii ina maana kwamba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake vimeumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Mungu anataka anufaike na utajiri wake, kutumia rasilimali zake kwa hekima na kwa maelewano na asili, kufanya kazi na kumiliki vitu vyote vizuri anavyoweza kupata, na kufurahia raha zote harari ambazo maisha humpatia. Lakini wakati wote lazima aruhusu vitu vya ulimwengu huu kumiliki na kutawala juu ya moyo wake na roho yake. Kwa kweli, katika zahanati hii Bahá'u'lláh ameamuru kazi iliyochorwa katika roho ya huduma kwa wanadamu kama ibada ya Mungu. Anamuamuru mwanadamu wajibu kwa kufanya kazi kwa ajili ya kuboresha ulimwengu na ujenzi wa utaratibu mpya wa ulimwengu. Katika sara hii, katika moja ya vidonge vyake, Bahá'u'lláh amefunua maneno haya yaliyotukuka: mtu akipenda kujipamba kwa mapambo ya dunia, kuvaa mavazi yake au kushiriki faida zake, hakuna madhara yanayoweza kumpata ikiwa haachi chochote cha kuingia kati yake na Mungu. Kwa kuwa Mungu ameamuru kila kitu kizuri, iwe kimeumbwa mbinguni ama duniani, kwa wale ambao wanamwamini kwa kweli.
Kuleni nyinyi enyi watu katika mambo mema ambayo Mungu ameruhusu, wala msijinyime neema zake za ajabu. Mshukuruni na msifuni yeye, na muwe miongoni mwa wanaoshukuru. Mtu anaweza kuwa tajiri lakini ametengwa na vitu vya kimwili. Mwanadamu anaweza kufanya hivyo ikiwa ataishi maishani yake kulingana na mafundisho ya Mungu. Katika moja ya vibao vyake 30, Bahá'u'lláh anasema kwamba mambo mazuri ya ulimwengu huu ni bidhaa zake nzuri na maonesho yote ya sifa za Mungu. Kuamiriki hakutakuwa sababu ya kushikamana na vitu vya kimwili. Mradhi huyo hutarekebisha mapenzi yake juu yao, wala kuruhusu kuwa na wao, kwa sababu ulimwengu huu na yote yaliyomo ndani yake ni kama kivuli kinachopita na mpito. Anafafanua zaidi kwamba maana moja ya kushikamana na ulimwengu huu ni kushikamana na wale ambao wamemkana na kukataa njia zake. Ili kufahamu maana ya kweli ya utengano, hebu tuchunguze asili ya mwanadamu. Tunatambua kwamba asili ya wanyama ndani ya mwanadamu inamfanya awe mbinafsi. Si likaya kuishi ili inamsukuma kutafuta chakula, nguo na mali kwa ajili yake mwenyewe. Inafuatilia faraja, utajiri na ustawi, na ana hamu isiyoridhisha na kukusanya kitu chochote kizuri na cha kupendeza kinachokuja njia yake. Haya yote pamoja na shughuli zake za kihisia, kiroho na kiakili zinalenga kujinufaisha mwenyewe. Yeye ndiye bwana wa maisha yake mwenyewe. Vivyo ambayo inazunguka mahali yake yote za kimwili na shughuli zake za kiakili. Siku moja yeye hupata njia ya Mungu. Anatambua ukweli wake, anaupenda, na kisha anaiongeza kama mali yake nyingine kwenye mkusanyiko wake. Anabaki kuwa mtu mkuu katika kituo, na mahali zake zote pamoja na imani zinamzunguka na kutumikia maslahi yake. Mtu kama huyo ameshikamana na mambo ya ulimwengu huu kwa kuwa anaruhusu maslahi yake mwenyewe kuchukua kipaumbele juu ya maslahi ya sababu nafsi mwenyewe kutawala na upande wake wa kiroho. Anaweka dini yake sawa na shughuli zake nyingine, na kwa ubinafsi anatarajia kufaidika nayo mambo kama vile anavyofaidika na mali zake nyingine. Kwa upande mwingine, kutengwa kwa kweli kutoka kwa vitu vya kidunia kunapatikana wakati mtu binafsi hufanya njia ya Mungu kuwa msingi wa maisha yake, ili maslahi yake yote ya kibinafsi na ya kimwili yaweze kuzunguka imani yake. Katika kesi hii anaweza kufaidika na mali zake za kimwili bila kushikamana nao, na kwa kuwa njia ya Mungu ni ushawishi mkuu wa kuhamasisha katika maisha yake, utatenda kamwe dhidi ya mafundisho ya imani yake. Kila hatua anayochukua katika shughuli zake za kila siku itakuwa sawa na amri za Mungu. Wakati mtu anafikiria nafasi hii ya juu, maslahi ya imani huchukua kipaumbele juu ya maslahi yake binafsi. Na wakati anainuka kutumikia njia ya Mungu, atakuwa tayari kukabiliana na changamoto bila kujali gharama. Mtu kama huyo
amefikia kilele cha utengano. Kutengwa na mambo ya ulimwengu huu mara nyingi ni mchakato wa uchungu na inahusisha dhabihu, lakini wakati muumini anaacha kitu cha kupendwa kwake kwa ajili ya njia ya Mungu, nguvu za ajabu zitatolewa ambazo zitasababisha imani kuwa kutoa muda kwa mtu kufanya kazi kwa ajili ya kuanzishwa kwa imani katika eneo, kuacha faraja za nyumbani na kwenda kama hainia kwa nchi za kigeni, kutoa dutu ya mtu kwa ajili ya kukuza sababu, kutweswa kwa imani ya mtu, hata kutoa maisha ya mtu mwishoni dhabahu. Hizi zote zinastahili mbele za Mungu na bila shaka zitaleta ushindi kwa wake, sababu ikiwa nia ya mtu ni safi na ya kweli, hiyo ni hali muhimu ya uaminifu na uthabiti katika agano la Mungu. Usafi wa nia, bila ya hayo matendo ya mtu hayatakubariki. Na Mungu Bahaula anashuhudia kweli huu kwa maneno haya: enyi mwana wa Adamu, maneno matakatifu na matendo safi na mema hupanda mbinguni kwa utukufu kwa Celestia. Jitahidi ili matendo yako yaweze kutakaswa kutoka na mavumbi ya nafsi na unafiki, na upate neema katika mahakama ya utukufu. Kwani kwa muda mrefu wasemao wanadamu katika uwepo mtakatifu wa yule aliyeabudu hawatakubali chochote ili wema na matendo ya usafi usio na doa. Hii ni nyota ya siku ya hekima na ya siri ya Mungu ambayo imeangaza juu ya upeo wa mapenzi ya Mungu, heli wake wanaogeuka huko.